Siku ya kifua kikuu TB duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 24 Machi. Lengo kuu la siku hii ni kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu, kuhamasisha juhudi za kupambana na ugonjwa huu na kukuza ufahamu kuhusu matibabu na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuzuia maambukizi ya kifua kikuu. Ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya kifua kikuu, siku hii ya kifua kikuu ilianzishwa mnamo mwaka 1982 na Shirika la Afya Duniani WHO na ilianza kuadhimishwa rasmi mwaka 1997. Tarehe 24 Machi ni muhimu kwa sababu ni siku ambayo mtaalamu kutoka Ujerumani Robert Koch aligundua chanzo cha kifua kikuu mwaka 1882. Uvumbuzi wake ulikuwa na athari kubwa katika kuelewa ugonjwa wa kifua kikuu na njia za kuudhibiti. Kifua kikuu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria Mycobacterium tuberculosis. Ugonjwa huu hutokea hasa katika mapafu, ingawa unaweza kuathiri sehemu nyingine za mwili kama figo, mifupa na ubongo. Kifua kikuu ni miongoni mwa magonjwa ya kuambukiza ambayo bado yanaua watu wengi duniani, hasa katika nchi zinazoendelea. Dalili za ugonjwa wa kifua kikuu ni pamoja na kikohozi kisichokwisha kwa zaidi ya wiki 3, kupungua uzito, jasho la usiku, homa ya mara kwa mara, pamoja na kuchoka na kizunguzungu. Lakini pia zipo njia na jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu wa kifua kikuu, ikiwa ni pamoja na chanjo ya BCG ambayo inatolewa kwa watoto wachanga kama kinga dhidi ya kifua kikuu, ingawa haijathibitishwa kulinda dhidi ya kifua kikuu cha mapafu kwa watu wazima. Kuzuia maambukizi hii, watu wanaokabiliwa na kifua kikuu wanapaswa kuvaa barakoa na kuwa mbali na wengine, hasa wale ambao hawana kinga nzuri. Matibabu ya mapema ya kifua kikuu yanatibika kwa kutumia dawa za antibiotics, lakini ni muhimu kutibu ugonjwa huu kwa mfululizo na kwa muda wa kutosha ili kuepuka upinzani wa dawa. Ingawa dunia imefanya maendeleo makubwa katika kupunguza, yani drug resistance, baadhi ya matoleo ya kifua kikuu yamekuwa sugu kwa dawa za kawaida, na hili linahitaji matibabu magumu na gharama kubwa. Ukosefu wa vifaa na huduma bora za afya. Nchi masikini nyingi zinakosa rasilimali za kutosha kutoa matibabu bora ya kifua kikuu. Vijana na watu wazima walio na kinga duni, kundi hili lina hatari kubwa ya kuambukizwa kifua kikuu kutokana na mfumo wao dhaifu wa kinga. Siku ya kifua kikuu ni fursa ya kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu ugonjwa huu, changamoto zake na hatua za kuchukua ili kuzuia kuenea kwake. Inahitajika ushirikiano wa kimataifa, huduma bora za afya na ufadhili wa kutosha ili kupunguza mzigo wa kifua kikuu duniani. Watu wanapaswa kuwa na uelewa zaidi kuhusu dalili, chanjo na matibabu ili kupunguza athari za kifua kikuu.